wenzetu kule Kongo. Nimekuwa nikitumia sana staili ya nyimbo. Nyimbo za uzalendo kwangu mimi zina historia na mchango mkubwa sana. Wanafunzi ni kama wanajeshi, ukiangalia kiuhalisia kazi wanaofanya ni kubwa, wanatumia muda mwingi kufikiri, kusoma, wanafikiri muda mwingi kukabiliana na mitihani, majaribio, assignment, kwa maana kazi wanazopewa na walimu. Sasa vitu kama hivyo lazima vipate kitu cha kuwaliwaza. Moja ya wimbo ambao nilipokuwa mwanafunzi nilikuwa naupenda sana ni ule usimwamshe aliyelala, ukimwamsha utalala wewe. Sisi Manispaa Mtwara Mikindani kwa mwaka huu 2026 tutakaa na walimu wote wa michezo, tutakaa na walimu wote wa michezo na masuala ya utamaduni na michezo. Tutajipanga na sisi kufanya kitu cha tofauti. Niona umuhimu wa zile nyimbo za uzalendo kuwa sehemu ya kumfanya mwanafunzi apende shule, ahudhurie shule, lakini kumfanya mwanafunzi kujengeka kuwa tayari raia mwema siku zijazo. Yaani sasa hivi unakuta wanafunzi wenyewe wanakukumbusha kama hapa unasikia moyo, si wimbo gani, yani kuna wimbo unamtia mtoto moyo, unagusa maisha ya nyumbani, unayaleta shuleni, alafu unamuonyesha namna gani anatakiwa apambane, asome na faulu. Kwa hiyo kiukweli mimi kwa wanafunzi bila nyimbo naona kabisa hicho kipindi nilichowafundisha au hayo mawaidha niliyowapa au hiyo elimu niliyowapa inakuwa kwangu haijatimia. Kwa majina naitwa Catherine Edward Makoloka, ni mwanafunzi wa Form 6 Mtwara Girls combination ya FDG. Binafsi huwa na nyimbo za mwalimu yangu pia anapokuja kuungana sisi kuhamasisha kwenye masomo nini. Huwa nashawishika na nyimbo zake kwa sababu kuna namna zinanipa nguvu katika masomo. Kwa mfano kuna nyimbo ambayo kama noma na ile noma mtajazi lazima tufaulu, yani ile kuna namna inatumotisha kwamba anapotumisha katika kile shule mbalimbali shule yetu ile kustumikia taifa. Hiyo nyimbo kweli inatuamsha sisi kama vijana, kwa sababu tumefikia ule umri wa kujitambua na kuelewa kwamba sisi katika taifa tuna wajibu gani. Kwa vile anavyotulisha, yani kuna namna ambapo sisi anatuhamasisha kwamba sisi kama vijana inabidi tufanye nini katika taifa letu. Yani kitu gani anatuburudisha, hata muda mwingine atupotezea stress za shule, kwa sababu inafika wakati tunaanza hivyo masomo nini, lakini akija akatuimbisha tunafurahi, yani vile stress kidogo zinapunguka. Ndio watu wanapenda sana kueleza vitu kwa kweli. Nyimbo za mwalimu yangu zinatuhamasisha, kuhamasisha sana kusoma. Ukiangalia nyimbo zake kusoma, watu na nyimbo zake tunapata sana influence, tunapata kuimarika sana kutokana na nyimbo zake nyingi kwa zinatupa hamasa kwenye kusoma kwa kweli. Mfano kuna ile nyimbo ambayo kiimbaga kidogo vijana taifa linategemea vijana Tanzania, tumikia taifa Tanzania. Tunanifundisha kwamba nikiwa nasoma najua kwamba taifa huwa linanitegemea kwa kweli. Sio kusema kwamba mimi mwenyewe najitegemea, ni kwamba taifa linanitegemea mbele yangu. Kuna taifa mbele linanitegemea.